mistari miwili pale. Tusome tusikie maandiko inasemaje, ya kwamba utokapo kwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usiogope, kwa kuwa Mungu wako yu pamoja naye, aliyekukweza kutoka nchi ya Misri. Na iwe msongeapo mapigoni, na kuhani akaribie na kusema na watu, awaambie, sikieni inyi Israeli, hivi leo mwasongea mapigoni juu ya adui zenyu. Mioyo yenu na isizimie, msichecheme wala msiteteme, wala msiingiwe na hofu kwa ajili yao. Tumoja apigie Bwana makofi mazuri. Ya kwamba mtakapotoka kukwea kutoka katika nchi ya Misri, mkiingia katika vita zenyu, basi kuhani akaribie akaseme pamoja nanyi. Tumoja aseme amen. Maandiko inasema ya kwamba kuhani akaribie. Katika nyumba hii kuna kuhani. Katika nyumba hii kuna mpako wa mafuta ambaye ni nabii Apostle Jeremiah. Atakapokuwa amesongea katika madhabahu, atasema pamoja na lile tatizo ambalo lipo. Tumoja aseme amen. Kwa sababu yupo. Na Biblia imesema ya kwamba msiogope, kwa sababu atasema na ile hali, maana ni kuhani ambaye amepakwa mafuta. Tumoja aseme amen. Lazima atakapoongea katika anga yako, hata kama walikuwekea limitation, hiyo limitation itaondoka na Bwana atatawala. Tumoja aseme amen. Maana mwezi wa 7 katika muongozo wa Roho Mtakatifu ambaye amempatia ni mwezi wa neema. Sema amen. Ni mwezi wa neema. Na kwa sababu ameongozwa kutuongoza katika neema, lazima neema itatutetea. Haleluya. Lazima neema itatutetea. Mtakapokuwa mmesongea kutoka nchi ya Misri. Nchi ya Misri ni nyumbani, mahali umetoka. Nchi ya Misri ni mahali ambapo umewacha matatizo yakiwa yamekukumba. Ni mahali ambapo umeacha maswali yakiwa ni mengi. Ni mahali ambapo umeacha hali ikiwa si hali. Lakini umesongea katika mahali pa kupigana vita, naye kuhani yuko kwenye nyumba kwa ajili ya kutuongoza. Mtu mmoja aseme amen. Mchana wa leo nabii ametengwa kwa ajili ya kukuongoza katika neema, kuanzia leo na maisha yako yote. Na ninajua ya kwamba lazima tutabarikiwa. Piga makofi mazuri kwa sababu ya Yohana, ya kwamba lazima tutabarikiwa. Biblia imesema ya kwamba usiogope, kwa sababu kuhani atasongea, na atakapokuwa amesongea, nawe ukiwa umesongea, basi mtakapofanya na makubaliano, mbingu itashuka, itadhibitisha uwepo wa Jehova, na kuna mtu atafunguliwa. Mtu mmoja aseme amen. Kuna mtu atafunguliwa, kwa sababu umeshaingia na unangojea nabii usikie anasema nini. Basi mimi ninakuandaa ya kwamba moyo wako ukawe tayari. Chochote atakachokuwa ameweka katika anga yako, kubaliana nacho kwa ajili ya maisha ya mtu kufunguliwa. Mtu mmoja aseme amen. Hapa ndipo mahali penye vita. Hapa ndipo mahali pa mtu kufunguliwa. Hapa ndipo mahali pa mtu maisha yake kusonga mbele. Hapa ndipo nabii atakaposimama na kusema mama ufunguliwe, na kusema mzee ufunguliwe, na kusema kijana ufunguliwe, na kusema mtoto ufunguliwe. Bwana wa mabwana, unastahili Baba, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili Mungu mwenye uwezo, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili Bwana.
tunakutukuza Baba, tumevunjika mbele zako Baba. Unaitwa Baba, unaitwa Mungu wewe, unaitwa Mungu wewe, unaitwa, watoto wako wanasema unaitwa Baba, unaitwa Baba, unaitwa Mungu wewe, umetuponya Baba, umetutetea, tunasema Baba, unaitwa, unaitwa, pokea sifa zote, unaitwa Baba, matendo yako yashangaza, unaitwa Mungu Bwana, unakaa kwenye kiti cha enzi, unastahili sifa zote Bwana. Bwana unaitwa, unaitwa Baba, unaitwa Baba, unaitwa, wewe unaitwa, tunasema Baba, tunakuinua, tunakutukuza, wema wako watosha, baraka zako zatosha, wewe unaitwa, tunakutafuta, usituache Baba, tumekuja mbele zako Baba, tumekuja kukutafuta Jehova, Jehova tunakutafuta Baba, Jehova unaitwa Baba, tunavunjika chini yako Baba, hatuna Mungu mwingine kama wewe, mwenye uwezo na mamlaka ni wewe Baba. Jehova tunasema utusaidie kupanda ule mlima, mabonde yakiinuka utusaidie. Jehova unaitwa, usituache Baba, tunakuinua Jehova, wema wako unatosha Bwana, matendo yako yanashangaza.